Huyu si mwigizaji wa kawaida, ni msanii aliyekulia jukwaani mbele ya kamera na akaacha alama isiyofutika katika filamu ya Tanzania. Huyu ni Adam Suleiman Melele, maarufu zaidi kama Swebe Santana. Ni msanii nguli wa filamu na maigizo wa Kitanzania. Amejipatia heshima kubwa ndani na nje ya tasnia ya filamu. Alizaliwa tarehe 31 Mei mwaka 1977 mjini Dar es Salaam, akiwa ni mtoto wa tatu kati ya watoto 6 wa mzee Suleiman Melele Segereo na bibi Masele Hassan Juma. Safari yake ya kielimu ilianzia shule ya msingi Mzimuni mwaka 1987 hadi 94 na kisha akaendelea na elimu ya sekondari Kinondoni Muslim 1995 hadi 98. Baada ya changamoto ya kitaifa ya kufutwa kwa matokeo ya kidato cha 4 kote nchini mwaka 98, alilazimika kurudia tena mtihani wa kidato cha 4 Januari 1999. Swebe aliendelea kujijenga kitaaluma kwa kusoma kozi mbalimbali za lugha ya Kiingereza na kompyuta. Hatua hiyo ilionyesha mapema mno dhamira yake ya kujifunza na kujiendeleza. Mapenzi yake katika sanaa yalianza tangu akiwa shule ya msingi, ambapo alishiriki kikamilifu katika maigizo ya shuleni, hususan katika mahafali ya darasa la 7. Swebe alivutiwa mno na waigizaji wa kikundi cha Tausi cha Kenya kama kwa Lindi na Joto, pamoja na waigizaji mahiri wa Kitanzania akiwamo Sumbi na Bocha. Ndoto yake ilikuwa ni siku moja awe msanii mkubwa atakayeacha alama isiyofutika katika tasnia ya filamu Tanzania. Mwaka 1996 akiwa kidato cha pili, Swebe alianza rasmi safari ya uigizaji kupitia vikundi vya sanaa, na mwaka uliofuata, yaani 97, akacheza filamu yake ya kwanza ikaitwa Kifo Haramu chini ya Jimmy Master. Mafanikio ya filamu hiyo yaliamsha ari mpya ndani yake, yakimpa hamasa ya kutafuta jukwaa sahihi la kutimiza ndoto yake kikamilifu. Ndoto hiyo ilianza kutimia vizuri mwaka 1999 alipojiunga na kikundi cha sanaa cha Kaole chini ya uongozi wa Crescent Mhenga pamoja na viongozi wengine akiwamo marehemu Mzee Pwagu na Kipara. Huko alikuwa mmoja wa vijana wa mwanzo kusajiliwa, na Swebe alishiriki katika kazi kubwa zilizombeba kihistoria. Kupitia Kaole alishiriki filamu ya Gugu la Wifi na baadaye akaingia kwenye tamthilia ya kihistoria ya Hujafa Hujaumbika, kazi iliyompa umaarufu mkubwa, na ndipo hapo jina la kisanii Swebe Santana lilipozaliwa, ikiwa amelitumia kama kumbukumbu na heshima kwa rafiki yake wa karibu. Katika Hujafa Hujaumbika, Swebe alionyesha uwezo wa kipekee kabisa wa kuigiza katika nafasi ngumu ya kijana muhuni aliyebadilika na kuwa raia mwema, nafasi iliyogusa mioyo ya Watanzania wengi na kubaki kumbukumbu ya kudumu. Mafanikio haya yalimfungulia milango ya kushiriki katika michezo mingine mikubwa kama Fukuto, Radi, Jahazi, Zizimo, Dira na mingineyo. Umaarufu wake ukampa fursa ya kusomea sanaa ya uigizaji katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akilelewa kitaaluma na marehemu Profesa Nyoni na Lebejo Mngereza, majina makubwa katika sanaa za maonyesho nchini. Mwaka 2007 Swebe akaanzisha kikundi chake mwenyewe cha sanaa cha Kaone, akishirikiana na wasanii wakubwa kama Pili Rwei au Mama Nyama Yao, Ndumbango Misayo akiitwa Tea, Madina Mjata au Dazawadi na Isa Kipemba. Kupitia Kaone walitengeneza michezo kadha iliyoonyeshwa kupitia TV1 ikiwamo Kipusa na Jiwe. Katika filamu, Swebe alishiriki katika kazi nyingi zenye uzito mkubwa, na miongoni mwake ni pamoja na Moses, Devil Kingdom, Hero of the Church, Red Valentine, Likwata, A Point of No Return, Why This Room, filamu aliyoicheza na pia kuiongoza lakini ikiwa chini ya marehemu King Majuto. Filamu za Moses na Devil Kingdom
zinabaki kuwa za kipekee katika maisha yake, kwani zilikuwa miongoni mwa kazi za mwisho za marehemu Stephen Kanumba. Mbali na uigizaji, Swebe pia ni bingwa wa kunakili sauti, yaani voice over, katika filamu na tamthilia mbalimbali zinazoonyeshwa kupitia Azam 2, ikiwamo Bondita, Unfaithful na Karasefta. Nje ya sanaa, Swebe amewahi kuajiriwa kama afisa masoko katika mojawapo ya kampuni nchini na mara nyingine akaajiriwa kama karani. Lakini mwaka 2010 akaingia katika siasa na kuchaguliwa kuwa mjumbe wa serikali ya mtaa wa Idrisa Magomeni kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, na mwaka 2015 akaingia katika kazi za utangazaji kupitia kituo cha redio cha EFM akitangaza vipindi mbalimbali redioni hapo. Ilipofika mwaka 2025, Swebe akaamua kuachana na kazi ya utangazaji na kujikita katika biashara. Lakini mipango yake ya baadaye ni kuendelea kutengeneza filamu zenye mvuto zaidi, vipindi vya podcast vinavyolenga kusimulia hadithi zisizozungumzwa mara kwa mara. Swebe ni baba wa watoto 3 akiwa Rahim, Daya na Ilham, na ni mume wa Bi Farida Hamis waliyefunga ndoa mwaka 2018. Mbali na sanaa, anapenda soka. Yeye ni shabiki wa Simba ya Dar es Salaam, Liverpool ya Uingereza na Real Madrid ya Hispania. Safari ya Swebe Santana si simulizi ya umaarufu pekee, bali ni ushahidi wa kile kinachowezekana pale kipaji kinapokutana na bidii, subira na maamuzi magumu ya maisha. Kupitia wahusika aliyowapa uhai, hadithi anazosimulia na vijana aliyohamasisha, Swebe amekuwa zaidi ya msanii. Amekuwa mwalimu, kioo na sehemu ya historia ya sanaa ya Tanzania. Na hata anapochukua mapumziko au kubadili mwelekeo, mchango wake unaendelea kuishi kwenye kumbukumbu za watazamaji na kwenye msingi wa tasnia yenyewe. Huyu ni Swebe Santana, si jina tu la kisanaa, bali ni alama, sauti na historia inayoendelea kuandikwa. Yes, Swebe Santana, Montana Nunda, rais wa wanaume. Kikubwa ambacho mimi kama Mtanzania najivunia, kwanza amani ya nchi yetu. Hilo ndo kubwa zaidi ambao mpaka leo umetufanya tumekuwa ndugu ambao wakufa na kuzikana, tumezaana, tumezaliana, tumeolewana. Kwa hiyo mambo mengi ambayo naweza kujivunia.